Masomo ya misa takatifu Jumatano, juma la 33 katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Makabayo wa pili, sura ya 7, mstari wa kwanza, kisha mstari wa 20 hadi 31. Somo katika kitabu cha pili cha Makabayo. Siku zile ilitukia kwamba ndugu 7 walikamatwa pamoja na mama yao. Mfalme alitaka kuwashurutisha kula nyama ya nguruwe inayokatazwa katika sheria ya Mungu, na akawapiga mijeredi na kuwatesa. Hasa mama yao ndiye anayestahili sifa zetu, hata tukumbuke uhodari wake kwa heshima. Kwa siku moja tu aliwaona watoto wake wote wakiuawa, akavumilia bila kulegea jinsi alivyokuwa akimtegemea Bwana wake. Akawapa moyo watoto wake wote, kila mmoja kwa lugha yao ya asili. Yeye mwenyewe akajaa moyoni hekima, akajitia nguvu ya kiume ijapo mwanamke. Akawaambia, sijui namna gani mlitungwa tumboni mwangu. Si mimi niliyewapa roho na uzima, wala si mimi niliyepanga sehemu za mwili wa kila mmoja wenu, bali ni yeye, muumba wa ulimwengu, anayemuumba mwanadamu tangu asili yake na kuisimamia asili ya viumbe vyote. Naye katika huruma yake atawarudishia ninyi roho na uzima, kwa sababu sasa mnajidharau wenyewe kwa ajili ya sheria zake. Mfalme Antiokusi akadhani kuwa amedharauliwa, akajiona kama ametukanwa kwa maneno hayo. Lakini mfalme alimwambia yule aliye mdogo katika hao ndugu maneno ya kumbebeleza. Hata alimwahidia kwa kiapo ya kwamba atamfanya kuwa tajiri na mwenye heri, akiziasha desturi za baba zake. Akaongeza ya kuwa atamfanya kuwa rafiki yake na kumweka katika daraja ya uwezo juu ya watu. Lakini yule kijana hakukubali maneno yake hata kidogo. Basi mfalme akamuuliza mama yake kijana huyo ili amshauri mtoto wake ajiokoe. Akamwomba hivi mara nyingi, hata mwisho yule mama akakubali kumshauri mtoto wake. Yule mama akamuinamia mtoto, lakini alimfanyia mzaha yule mfalme mkorofi. Akamwambia mtoto hivi kwa lugha ya baba zake, mwanangu, unihurumie mimi niliyekuchukua tumboni muda wa miezi 9 na kukunyonyesha muda wa miaka 3 na kukulisha na kukutunza na kukupatia vyote vya lazima upate kuufikia umri wako wa sasa. Na kusihi mwanangu, inua macho yako utazame mbingu na dunia, ukaangalie vyote vilivyomo, ukatabue ya kwamba Mungu ameumba hivyo vyote bila kutumia vitu vilivyokuwako kabla. Naye amewaumba wanadamu kwa namna hiyo hiyo. Usimwogope yule mtesaji, lakini ujionyeshe hodari sawasawa na ndugu zako, ukubali kufa, ili kwa huruma yake Mungu nipate kukuona tena pamoja na ndugu zako. Yule mama alipomaliza maneno yake, yule kijana akasema, je, mnagoja nini? Mimi sitii amri ya mfalme, bali naitii amri ya sheria waliopewa baba zetu kwa njia ya Musa. Naye aliyetunga kila namna ya mabaya juu ya Waibrania hatapona hata kidogo katika mikono ya Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura 17 mstari wa kwanza 5 hadi 6, 8 na mstari wa 15. Kiitikio: niamkapo nishibe kwa kuuona uso wako, e Bwana. Niamkapo nishibe kwa kuuona uso wako, e Bwana. Usikie, e Bwana, ombi langu la haki. Usikilize kilio changu, uitegee sikio sala yangu itokayo katika midomo isiyo na udanganyifu.
Niamkapo nishibe kwa kuona uso wako, e Bwana. Nimedumisha hatua zangu katika njia zako, miguu yangu haikuteteleka. Mimi nakuita, uniitikie, e Mungu. Unielekezee sikio lako, usikie ombi langu. Niamkapo nishibe kwa kuona uso wako, e Bwana. Unilinde kama boni ya jicho lako, unifiche kivulini mwa bawa zako, nami nipate zawadi ya kuwa mwenye haki kuona uso wako. Niamkapo nishibe kwa kuiona sura yako. Niamkapo nishibe kwa kuona uso wako, e Bwana. Mimi niliwachagua ninyi kusudi mwende kuzaa matunda, na matunda yenu yadumu, asema Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Luka sura ya 19 mstari wa 11 hadi 28. Wakati ule Yesu alisimulia mfano, kwa maana alikuwa karibu na Yerusalemu, na watu wake walidhani kwamba ufalme wa Mungu utatokea pale pale. Basi alisema, mtu mwenye cheo tangu kuzaliwa alisafiri aende katika nchi ya mbali kusudi ajipatie ufalme na kurudi tena. Akawaita watumishi wake 10, akawapa mina 10 za fedha. Akawaambia, fanyeni biashara hata nitakaporudi. Lakini raia wake walimchukia. Wakatuma wajumbe wamfuate na kusema, hatumtaki huyu kuwa mfalme wetu. Baada ya kupata ufalme akarudi, akaamuru wale watumishi aliowapa fedha waitwe, apate kuijua biashara aliyofanya kila mmoja. Akaja wa kwanza akasema, Bwana, mina yako imeleta faida ya mina 10. Akamwambia, vema, mtumishi mwema, kwa kuwa umekuwa mwaminifu katika jambo dogo, uwe na mamlaka juu ya miji 10. Akaja wa pili akasema, Bwana, mina yako imeleta mina nyingine 5. Akamwambia huyo pia, nawe uwe na mamlaka juu ya miji 5. Akaja mwingine akasema, Bwana, tazama, mina yako nimeitunza katika reso, kwa maana nilikuogopa, kwa sababu wewe ni mtu mkali, wachukua usichokiweka akiba, wavuna usipopanda. Akamwambia, nitakuhukumu kutokana na kauli yako, ewe mtumishi mbaya. Umejua kwamba mimi ni mtu mkali, nichukuaye nisichoweka akiba na kuvuna nisichopanda. Mbona hukuweka fedha yangu benki? Baada ya kurudi ningaliweza kuichukua pamoja na faida yake. Akawaambia wale waliosimama pale, ichukueni mina yake mkampee yule mwenye mina 10. Wakamwambia, Bwana, anazo mina 10. Na waambieni, kila mwenye kitu atapewa, bali asiye na kitu atapokonywa hata kile alicho nacho. Lakini wale adui zangu wasiotaka niwe mfalme
wao waleteni hapa, muwaue mbele yangu." Baada ya maneno hayo, Yesu alitangulia kwenda Yerusalemu. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo.